na mwaka huu uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Ukiwa hodari utapita mahali hapapitiki, utapita tu. Kuna vitu usipovidai na kumpokonya shetani, anabaki navyo tu. Kama kuna mmoja nilionyeshwa kwamba katika nyumba yake kuna pesa nyingi zimetobolewa na mapanyabuku, alafu kuna jamaa mweusi wenye pembe anazilinda hizo pesa. So nikajua huyu jamaa ni tajiri, ana pesa, lakini angalia hazina yake inapigwa vita. So asiposimama kutafuta Mungu na kulazimisha, bado inakaa hivyo mpaka maisha yake yote. Ni ile kujifariji tu, Bwana unajua yuko pamoja nasi, atafungua njia. Lakini katika roho kuko vipi? Wakati wote angalia katika roho kuko vipi. Kuna Wakristo wanapenda kujifariji sana. Oh, God is with us. Wanaongea ile kizungu ya King James Version. Like obosai tai dai kingdom dai dai. Kujifariji. Lakini katika ulimwengu wa roho kuko vipi? Muulize jirani yako. Katika ulimwengu wa roho wa maisha yako yako vipi? Kiroho. Acha kujifariji kwamba Bwana atatenda. Asipoitwa atatenda vipi? Asipotafutwa ataonekana vipi? Sema amen. Amen. Si kila mwaka ukifika, huu mwaka ni wangu, huu ni mwaka ni wangu, halafu haionekani kitu. Ni kujifariji tu. This is my year. This is my year. I will make it. Halafu kinyume cha I will make it ni nini? I didn't make it. Kifika the end of the year, tumefundishwa na mzee Festus hapa. Kila mmoja wako ukianza anaongea. Tena hawakujiki moyo. Hata ukianza tena wanaongea tu. Mimi nimechoka, nataka kuona. Nimesikia habari zako, sasa nataka kuona kwa macho. Haleluya! Hii kanisa, mimi nikiwa mchungaji wako, sikia, niangalie. Mimi nataka mabadiliko. Sema amen. Na huwa ninaongea, watu hawanielewi. Sema mchungaji, hata anafukuza watu, unielewi. Wakati ukiwa na kundi, ukianza chini, ndio utajua. Uchungu wa mwana aujuaye ni wewe. Waulize hao kina mama kama wanapiga pumzi, wanazaa. Wachana sisi waume. Sema amen. Haleluya. Huwezi kukubali kuzaa mtoto abaki hatembei, miaka inaenda hatembei, yuko hivyo tu. Yuko mzazi gani? Tena nasema, "Hey baby, mtoto wangu mimi." Mtoto yuko KG4 anafungwa pampa. Uliwe jirani yako, unafungwa pampa kiroho. Haleluya. Sasa mgeukie jirani yako, mwambie, hii kanisa mwaka huu pastor anasema itabadilika. Wewe chelewa kanisani tu. Chelewa kanisani, wewe utakuta watu wamefika mtu hapa, wewe bado uko majengo. Kiroho. Sema amen. Kiroho, watu wamefundishwa. Sikiza nikwambie. Hata kule shule, ukiwa hautalipua fee ukakaa kwa darasa, watu wanaendelea na syllabus. Wewe unafika, watu wako mbio. Mtoto wangu aliniambia, "Baba, syllabus iko mbio." Akawa na uchungu. Maana ukikaa wiki nzima nyumbani, utakuta wenzako wako mbali na uko form 4. Kuna vitu hauvijui. Sasa watu wamefundishwa, ukiulizwa hujui. Watu wako mbele, wamepata kitu, wamepata maarifa. Wewe umechelewa. Unaona hao watu wa kuchelewa, watu ambao hawapendi kufundishwa neno, ndio wanaleta shida kanisani. Kila mtu analeta confusion kanisani tu. Ni mtu yuko hivyo. Mtu akimjua Mungu hakuna confusion. Anashirikiana na wenzake, anaenda vizuri na wenzake. Lakini ukikuta mtu analeta siasa, yani anamfundisha Roho Mtakatifu Biblia, na yeye ndiye author of the Bible,